Habari mtazamaji wa SAUT TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu katika kipindi cha Weekly News Counter, tuziangazie habari kubwa 7 zilizotokea ulimwenguni kote. Jina langu ni Arafa Ngondae. Karibu. Wanajeshi wa Ukraine wameanza mafunzo ya kuendesha ndege za kivita za Sweden Gripen, ikiwa lengo ni kuimarisha ulinzi kwa taifa la Ukraine na kujenga jeshi la kisasa la anga kwa miongo ijayo. Hayo yanajiri huku tahadhari ya uvamizi wa anga ikiwa imetangazwa nchini Ukraine kutokana na tishio la silaha za kivita na kupaa kwa ndege ya Mikoyan. Mwanahabari wetu Beatrice Kaitaba ana undani wa taarifa hii. Kwa mujibu wa taarifa kutoka chanzo cha habari cha Ukraine Ukrinform kupitia waziri wa ulinzi wa Sweden Pål Jonson katika mtandao wake wa kweli wa X zamani Twitter, ametangaza kuanza rasmi kwa mafunzo hayo huru. Lengo ni kuimarisha ulinzi na kujenga jeshi la Ukraine la kisasa zaidi. Katika taarifa yake alisema, na hapa na nukuu, Ukraine haipokei ndege tu. Ukraine inajenga kikosi cha kisasa cha anga kinachoweza kupigana, kuishi na kuzoea hali ngumu zaidi barani Ulaya. Mwisho wa kunukuu. Ameongeza kuwa mafunzo kwa marubani na wafanyakazi wa kiufundi wa Ukraine tayari yanaendelea na yataongezwa zaidi katika msimu wa vuli, na kuahidi kuwa mara tu idhini zote zitakapopatikana, usafirishaji wa ndege za Gripen CD kwenda Ukraine umepangwa kuanza mapema mwaka ujao. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imeibua madai mazito dhidi ya wanajeshi na maafisa wengine wa usalama wa Israel, ikiwatuhumu kufanya vitendo vya ukatili wa kingono dhidi ya Wapalestina katika maeneo mbalimbali ya Gaza na Ukingo wa Magharibi. Tupate ripoti kamili kutoka kwa Samia Omari. Ripoti hiyo iliyowasilishwa na Antonio Guterres inataja madai ya ubakaji wa makundi, majaribio ya ubakaji pamoja na vitendo vingine vya ukatili kwa waathirika wakati wa operesheni za kijeshi na za kiusalama. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, uchunguzi uliofanywa umewezesha kuthibitisha visa kadhaa vya ukatili wa kingono vilivyohusiana na mzozo huo katika mwaka 2025. Waathiriwa wanaodaiwa kuathiriwa ni pamoja na wanaume, wanawake na watoto katika maeneo mbalimbali ya Palestina. Ripoti hiyo imeelezea kuwa vitendo hivyo vinadaiwa kufanyika katika mazingira ya mzozo unaoendelea kati ya Israel na Palestina, hali ambayo imeendelea kuzua wasiwasi mkubwa kuhusu ulinzi wa raia na heshima ya haki za kibinadamu katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Hata hivyo, Israel imekanusha vikali madai hayo, ikisema hayana msingi wa ukweli na kwamba Umoja wa Mataifa unajaribu kuweka usawa usio sahihi kati ya madai dhidi ya vikosi vyake na ukatili wa kingono unaodaiwa kufanywa na Hamas wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7, 2023. Kutokana na mvutano uliozuka kufuatia ripoti hiyo, ujumbe wa Israel katika Umoja wa Mataifa umetangaza kusitisha mawasiliano na Katibu Mkuu Antonio Guterres. Aidha, balozi wa Israel katika umoja huo Dani Danon amesema kuwa nchi yake imemalizana na Guterres, kauli inayodhihirisha kuongezeka kwa mvutano wa kidiplomasia kati ya Israel na Umoja wa Mataifa kuhusu namna mzozo huo unavyoshughulikiwa. Rais wa China Xi Jinping ameipongeza Pakistan kwa juhudi zake za upatanishi katika kurejesha amani ya Mashariki ya Kati, wakati juhudi za kidiplomasia na za kusaka suluhu ya mvutano wa Iran zikiendelea kuimarika kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali China Xinhua, kauli hiyo imetolewa wakati wa mvutano kati ya Xi na Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif uliofanyika jijini Beijing. Mwanahabari wetu Happiness Asheri anafafanua zaidi taarifa hii. Mkutano huo umefanyika katika kipindi ambacho mataifa mbalimbali yanaendelea kufanya juhudi za kidiplomasia ili kusaka njia ya kumaliza rasmi vita vya Iran pamoja na kupunguza mvutano unaoendelea kati ya eneo la Ghuba Mashariki ya Kati. Mapema siku hiyo, Sharif pia alifanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa China Li Qiang, ambapo viongozi hao walijadili ushirikiano wa kisiasa, usalama na nafasi ya Pakistan katika juhudi za kuleta utulivu wa kikanda. Aidha, Pakistan imeendelea kujijengea nafasi kama mpatanishi muhimu kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, mazungumzo hayo hayakuweza kufanikisha makubaliano ya kudumu, jambo lililoacha haja ya kuendelea kwa juhudi za kidiplomasia kutoka kwa mataifa yenye ushawishi duniani.
Katika ziara hiyo nchini China, Sharif aliambatana na mkuu wa jeshi la Pakistan Asim Muniri, ambaye ametajwa kuwa mmoja wa suluhishi wakuu wa Islamabad katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Kwa mujibu wa taarifa ya upande wa China, Xi alisema Pakistan imeonyesha hatua muhimu kwa kuchukua jukumu la upatanishi katika kurejesha amani Mashariki ya Kati, huku akisisitiza umuhimu wa mawasiliano ya karibu kati ya mataifa hayo mawili. Katika hatua nyingine, Xi amebainisha kuwa China itaendelea kushirikiana na Pakistan pamoja na mataifa mengine katika suala zima la kuhimiza amani na utulivu wa kikanda kupitia njia ya mazungumzo ya kidiplomasia. Shirika la Afya Duniani WHO limepinga utaratibu ulioanzishwa na baadhi ya mataifa kufunga mipaka na kuzuia safari za nje ya nchi kutokana na uwepo wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo kwa taifa la Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa siku za hivi karibuni. Wakati shirika hilo likitoa taarifa hiyo, msemaji wa kundi la M23, Lawrence Kanyuka, amekanusha uwepo wa ugonjwa huo kwa baadhi ya maeneo katika nchi hiyo, hususan katika eneo la mji wa Goma. Samuel Ero ana undani wa taarifa hii. Shirika hilo la Afya Duniani limesema kuwa licha ya kuwepo na ugonjwa huo kwa taifa la Uganda na Demokrasia ya Kongo, hauzuii mwingiliano kwa watu, ikiwa ni kwa mujibu wa kamati ya dharura ya WHO pamoja na sheria za afya kimataifa. Hii ni kutokana na baadhi ya nchi kama Rwanda kufunga mpaka wake dhidi ya Kongo kutokana na kuwepo kwa ugonjwa huo ambao umekuwa ukiambukizwa kwa njia ya hewa. Mpaka sasa WHO inakadiria kuwa na wagonjwa 906 wanaoshukiwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa huo, ikiwa ni pamoja na vifo 223 nchini DRC. Aidha, nchini Uganda kufikia Alhamisi wiki hii kulikuwa na wagonjwa 7 waliothibitishwa, ikiwa ni pamoja na kifo cha mtu mmoja. Vilevile WHO imesema kuwa njia sahihi ya kuepuka kuenea kwa ugonjwa huu kwa kasi ni kukabiliana na watu wenye maambukizi hayo na si kufunga mipaka kwa nchi hizo, huku Marekani ikisisitiza zaidi onyo la watu kusafiri kwenye maeneo yaliyoathirika na ugonjwa huo. Wakati hayo yakiendelea, msemaji huyo wa M23 amesema kuwa ndani ya Goma mpaka sasa takribani zaidi ya watu 26 wamekosekana na virusi hivyo vya Ebola ambavyo vinadaiwa kusambaa kwa kasi katika nchi hiyo ya Kongo. WHO limesema kuwa mlipuko huo ulianza miezi michache iliyopita, ambapo uligundulika baadaye baada ya kuripotiwa kwa kifo cha mtu aliyeathirika na ugonjwa huo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameadhimisha siku kuu ya Waislamu ya Eid al-Adha siku ya Jumatano, huku akisisitiza kuimarisha umoja na kusaidiana hasa wakati ambao vita vinaendelea Gaza. Tupate taarifa kamili kutoka kwa Beckham Mlokosi. Katika ujumbe wake, Erdogan ameeleza sikukuu ya Eid al-Adha kama baraka za kiroho na kusema kuwa sikukuu hiyo italeta mambo mazuri kwa taifa la Uturuki, ulimwengu wa Kiislamu na binadamu kwa ujumla. Na nukuu, kwa ndugu zetu wote ambao wanasherekea sikukuu hii kwa huzuni, uchungu katika pande zote tofauti, hasa wale walioko Gaza, natanguliza ujumbe wangu wa umoja kwa niaba yangu na taifa langu. Nawapongeza katika sikukuu hii ya Eid al-Adha, amesema Erdogan. Aidha, Erdogan amesema kuwa sikukuu za dini zinatakiwa kutumika kwa kuimarisha umoja, kuheshimiana na umoja na mshikamano. Kiongozi huyo wa taifa la Uturuki amesema hali ya Gaza imetia doa katika sherehe hizo za Kiislamu nchini Uturuki na duniani kote. Wanafunzi 18 wameripotiwa kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa kufuatia ajali ya moto iliyotokea nchini Kenya katika bweni la Hillstead Endarasha. Ripoti ya kina inaletwa kwako na mwandishi wetu Sabina Martin. Moto huo ulianza majira ya saa 7 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki na kuteketeza bweni la Melio Maitala lilokuwa na takribani wanafunzi 220 wakiwemo wanafunzi wa kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 4 na kusababisha maafa makubwa kwa wanafunzi hao. Ripoti ya polisi inaeleza kuwa mkuu wa shule alitaarifu mamlaka husika ikiwemo zimamoto ya kaunta, maafisa wa polisi na huduma za dharura, hatua iliyopelekea operesheni ya timu ya uokoaji, utafutaji na uhakikishaji wa idadi ya wanafunzi ili kuzuia madhara zaidi. Aidha, waziri mkuu wa pili wa jeshi la polisi Masudi Munyi amesema uchunguzi bado unaendelea kubaini chanzo cha moto huo
pamoja na ukubwa wa madhara yaliyotokea, akionya dhidi ya uvumilivu wakati wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi wakiendelea na utafiti wa tukio hilo. Kwa upande wake, rais wa nchi hiyo William Ruto ametuma salamu za lambilambi kwa familia za wanafunzi waliopoteza maisha kufuatia moto huo na kusema tukio hilo ni janga kubwa na limenyang'anya taifa maisha ya vijana waliokuwa na matumaini, ndoto na mustakabali mwema kwa taifa, huku akisema kuwa kipaumbele cha serikali kwa sasa ni kuokoa walioathirika na kuhakikisha majeruhi wanapata matibabu pamoja na kuzisaidia familia zilizoathiriwa. Rais Ruto aliandika kupitia mtandao wa X kwa kusema kuwa mioyo na sala zetu ziko pamoja na familia zilizopoteza mabinti wao wapendwa katika moto huo. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amelaani ongezeko la mashambulizi ya kijeshi nchini Ukraine, akisema vita vinaendelea kusababisha maafa makubwa kwa raia wasiokuwa na hatia pamoja na kuharibu matumaini ya amani duniani. Dorington Edward ametuandalia ripoti kamili. Akizungumza wakati wa hadhira ya jumla siku ya Jumatano huko Vatican, Papa Leo wa 14 amesema anaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya vita nchini Ukraine ambayo imeongezeka kwa siku za hivi karibuni kufuatia mashambulizi mapya ya Urusi katika maeneo mbalimbali ndani ya Ukraine. Papa Leo wa 14 amesema vita haviwezi kuwa suluhisho la migogoro, kwani vinaongeza mateso, chuki na uharibifu mkubwa wa maisha pamoja na mali za wananchi, huku akisisitiza kuwa kila shambulizi la makombora na ndege zisizo na rubani linaendelea kuharibu matumaini ya watu wengi. Papa huyo pia ameonyesha mshikamano wake kwa watu wote walioathirika na vita hivyo, wakiwemo wale waliojeruhiwa, waliopoteza ndugu zao na wale wanaolazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea nchini Ukraine. Mbali na kuzungumzia taifa la Ukraine, Baba Mtakatifu pia alitoa ujumbe wa faraja kwa wananchi wa Lebanon kufuatia kuendelea kwa mashambulizi katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo, akisema kanisa Katoliki linaendelea kuwaombea waathirika wote wa migogoro hiyo. Akihutubia waamini wanaozungumza Kiarabu na Kifaransa, Papa Leo wa 14 amesema Bikira Maria anaendelea kuwa karibu na watu wanaopitia mateso, huku akiwaombea na kuwapa faraja katika nyakati ngumu wanazopitia. Kando na hilo, katika hatua nyingine, Papa Leo wa 14 aliwashukuru akina mama wote nchini Poland wakati wa maadhimisho ya siku ya mama, akisema mchango wao wa kulea watoto kwa maadili mema na kuwafundisha kumpenda Mungu pamoja na jirani zao una nafasi kubwa katika kujenga jamii yenye amani na upendo. Mtazamaji, hadi kufikia hapa, huu ndio mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia katika mtandao wetu wa kijamii kama Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina la SAUT TV. Kwa niaba ya jopo zima la uandaji wa kipindi hiki, jina langu ni Arafa Ngondae.